Ukiangalia takwimu zetu za matumizi ya NHIF za mwaka jana, 51% ya spending ya NHIF inaenda kwenye non-communicable disease, na hii graph imekuwa inakuwa kwa haraka sana, inaongezeka kwa zaidi ya 10% mpaka 15. Maana yake ni kwamba kuna room kubwa sana ambayo tunaipoteza katika saving ambayo ingeweza kwenda kuboresha mfumo wa afya sehemu zingine, na tusipochukua tahadhari sasa hivi, maana yake ni kwamba hata hii bima ya afya tunayoizungumzia inaweza ikafeli, kwa sababu cost ya kutibu hizi NCDs ni kubwa sana. Kwa hiyo kinga si kipengele cha bajeti tu, kinga ni falsafa ya taifa na ina umuhimu wa kimkakati na ni ahadi ya kizazi hiki kwa kizazi kijacho. Kwa msingi hiyo tunahitaji maamuzi matatu makubwa. Kwanza, kila huduma ya tiba ijengwe sehemu ya kinga ya elimu ya mgonjwa. Pili, kila hospitali na kituo cha huduma kiwe na mfumo wa kutambua mapema magonjwa makubwa, hususan magonjwa yasiyoambukizwa na kufuatilia viashiria vyake kwa takwimu. Tatu, kila daktari bingwa awe si mtoa huduma bali pia mwalimu, mshauri, mtafiti na mlezi wa kizazi kijacho cha madaktari. Wizara ya Afya imekuwa ikitoa miongozo kiutendaji na mipango mikakati ya kitaifa inaweka kipaumbele kwenye kinga kuliko kusubiri matibabu ya gharama kubwa. Hatuwezi kuendelea kuwa madaktari wa kusubiri wagonjwa wafike hospitalini wakiwa tayari wamefikia hatua mbaya ya magonjwa. Tunaposhuhudia ongezeko kubwa sana la magonjwa yasiyoambukiza kama vile shinikizo juu la damu, kisukari na magonjwa ya figo nchini, ni dhahiri kuwa mifumo yetu ya sasa inazidiwa mzigo. Mageuzi ya kimfumo hayajawahi kuwa ya lazima na haraka kama ilivyo sasa. Mageuzi haya ya kimfumo tunayopigania yanamaanisha kuelekeza nguvu, rasilimali na utaalamu wetu katika mifumo thabiti ya uchunguzi wa mapema, yani early screening, na mikakati ya kinga inazama hadi ngazi ya jamii. FM.